Namba 7 sasa Multazim ndio tulihitaja sehemu ya Hajar al-Aswad na mlango wa Kaaba, yani baina hiyo sehemu mbili. Unaona Hajar al-Aswad hii, unaona Hajar al-Aswad bi Maryam, una hii Hajar al-Aswad hii hapa, huu mlango wa Kaaba, hii Multazim sehemu hii hapa. Umeona mama? Tarishu Jafar, umeona hii sehemu hii hapa Multazim, yani ndio hiyo na mlango ni mahali pazuri pa kuomba dua. Kisha unasema pale omba dua. Si kijumba hichi. Yani baina ya jiwe baina ya jiwe na mlango wa Kaaba. Yani baina, ukisema baina maana unakusudia kati. Yani kwa mfano si mlango huu ya Hajarul Aswad hapo katikati yake ndio Multazim. Kwa utakana uombe dua. Ni usawa ule, ushakuwa usawa. Wewe hapo yani kuna view point pale pale. Yani atakuwa karibu yuko pale na ambaye yuko mbali pia. Nadhani tu kuna ule usawa na hapa ni kwenyewe, basi omba dua. Na hivi katika tutagawa vitabu kuna sehemu za utaandika dua zako wewe, sio ukazisahau. Omba vitu vyako vote. Na sana omba duniani na omba na akhira. Omba khairi za dunia na khairi. Usiombe akhira peke yake au pia usiombe duniani peke yake. Usiombe, lakini sana omba akhira. Kwa sababu anasema kwa mfano yani ile akhira ukiuza duniani, ukija ukauzia akhira hapa, utapata hasara duniani na akhira. Yani akhira utakuja kuiuza duniani, utapata hasara sehemu mbili. Utapata hasara duniani na akhira kwenyewe. Lakini ukichukua hii dunia ukaiuza akhira, unapata hasara sehemu zote, unapata faida sehemu mbili. Unapata faida duniani na akhira. Lakini sharti dunia iuze akhira. Lakini usichukue akhira unakuja kuiuzia hapa. Ama nazungumza mmoja katika wanachuoni mkubwa, nikipenda nitabi na kumnani sana kumrifaa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yeye akazungumza maneno haya, kuomba khairi hizo za duniani na akhira katika sehemu ya Multazim. Namba 8 sasa, picha ya mwisho, namba ya mwisho ni makamu Ibrahim, ambapo hii kuna nyayo ya Nabii Ibrahim aliposimama alipokuwa akijenga al-Kaaba. Na ndio hii tunasema unaswali rakaa 2 nyuma ya hii makamu Ibrahim. Yani sio tukisema nyuma sisi unataka kuswali hapa pembeni karibu makamu Ibrahim huku. Mfano makamu tunaona ilipo hapa, wewe swali huku kwenda huku. Mfano si makamu, wewe swali sehemu hii yote huko msikiti. Sio lazimisha kuswali hapa, utakuja unaweza kukanyagwa na anuka maana mwingine akakusudia kanyagwa afie pale, utapata madhambi. Mshangao unafia hapo na kwenda motoni. Hiyo ipo. Sababu wewe unahesabika umeua. Unajua mtu akichukua akanywa sumu akafa na mwingine akamuua mtu, wote wako sawa sawa. Inawezekana huyu ambaye kaua nafsi huyo akawa ana hali ngumu zaidi. Sababu kuja katika hadithi kwa mtu akijiua na kitu fulani atafufuliwa nacho kiama kile kitu. Kwa kuna watu wanajitundika na yule mwingine anamuua mtu, wote wako sawa sawa. Kwa hiyo kusubiri nataka ni swali hapa ili nikanyagwe kichwa, shingo ile nifie kwenye Kaaba pale ile. Hapana, usipate matendo. Hata kama umezikwa Madina, je, ulikuwa na matendo? Sivyo hoja. Kwa hao tunazungumza wakina nani hawa? Wakina Abu Jahali, si walikuwa ni wakuu mtume? Ndiye alikuwa baba zake wadogo masharifu wale. Na yule Abu Lahabi, lakini wale wamekwenda motoni. Kwa sababu kusema bwana mimi nataka nikafie nifie huko nisirudi. Kama yuko mzee wetu tulikuwa naye mwaka jana, ya Allah muhifadhi yule. Na bwana Shabaka, mimi nataka mimi watu wangu nishawaaga ba. Watu wangu mimi nishawaambia kabisa kwamba mimi mkisikia mjue mimi nataka nikafie, nishawaaga kwamba mimi mkisikia na mjue mimi nataka nisirudi. Bwana Shabaka nishawaambia watoto wangu kabisa. Mimi nataka pale nikanani pale kwenye Kaaba pale. Alikuwa na Rajab, lakini sikuone kwa nia hiyo kufia, labda itokee. Sababu kile kilichokubeba wewe ni matendo yako. Sababu ardhi wewe haimtakasi mtu. Yaani ardhi, yani kwa mfano wewe ukawa ni mtu kawa ni mchafu, eti Maka eti hata kufanya toba nini, sababu ushafika Maka tu eti Maka inamsafisha. Wewe fanya sababu za kusafishika. Sio uko sehemu zile basi itakusafisha kwa kufanya zile sababu za kusafisha. Sio kwa sababu umefika Maka tu eti hapa mimi kwa Maka bana ya kusafisha, la. Yani ardhi, innal ardha la tuqaddisu rijal, hakika ya ardhi yamtakasi mtu. Ndio bana, ni kwa sababu niko Maka mimi. Abu Jahali si alikuwa huko. Ile msikiti wa Maka kuna choo ndio nyumba yake. Kile choo kiko upande wa huku.
karibia na nyumba ya Mtume sallam. Tutawaonyesha kile choo. Bana choo chake kile pale cha Abu Jahl. Kimejengwa choo. Mji katika Makkah. Lakini ya kumtakasa yule bwana. Kwa makamu Ibrahim. Ambao ni hii tunaswali huku nyuma. Sasa ya mwisho, maeneo muhimu kuhusu Kaaba. Maeneo muhimu kuhusu al-Kaaba. Ya kwanza ni Hajaru al-Aswad. Ni jiwe jeusi. Lakini mwanzo lilikuwa jeupe, lakini sasa hivi limekuwa, wanasema kwa sababu ya madhambi. Kwa sababu madhambi wanafanya mpaka jiwe limebadilika rangi sasa lile. Kama ilivyokuwa moyo wa mwanadamu. Sasa moyo wa mwanadamu ukiwa unafanya madhambi, afu ufanye toba, unatoa vinukta vyeusi. Jiwe jeusi, Hajarul Aswad. Aswad ni jeusi. Abyadh ni nyeupe. Sasa hili lilikuwa wanasema ni madhambi. Funguo wa pili. Jiwe jeusi. Jiwe lililoletwa kutoka peponi kuanza na kuishia tawafu hapo. Sehemu hii hapo. Kwa ukifika pale tunaanza tawafu kuanzia hapo. Bismillah, Allahu Akbar. Kwenye Hajarul Aswad. Na kuna alama za kijani tunaonyeshana iko kwa juu kama ndio inaanza tawafu hapa. Na kabla ukizunguka, unaona mfano kama ilivyo hii. Yaani wewe unakuwa uko hapa. Kabla inatakuwa ukizunguka ikae upande wako kushoto. Unafahamu Mungu Sharifu? Yaani wewe unasimama hapa afu yenyewe iko kwa stage. Huko. Tunaonyesha mfano tu. Mimi nimeonyesha kwa sababu nimekaa hivi. Kwa hiyo ni Kaaba iwe kushoto kwako. Kwa bismillah Allahu Akbar unazunguka. Kwa ukifika pale mzunguko mmoja umeisha. Katika makosa ya tawafu anayofanya ambao nataja ni kuanza kumzunguko, mtu anaanzia kabla hajafika katika Hajarul Aswad. Au anamaliza kabla hajafika pale. Ni makosa pia hayo. Yaani kuanza kabla ya hapo na kumaliza kabla au kumaliza baada ya kuvuka Hajarul Aswad. Mwingine anasema mimi natambuka ili mimi simalizie hapa mimi. Ni hapa mimi nasogea kidogo mbele kwa hapa naimalizia hapa. Hiyo pia makosa. Kwa kuanza ni hapo na mzunguko unaishia hapo. Samahani. Ulikuwa unaonyesha hiyo Ruknul Yaman ndio hiyo kwenye jiwe jeusi. Ruknul Yaman. Na ile kona ambayo ina mstari wa gold mpaka chini. Ambayo nafikiri kwa hapa haionekani picha. Itakuwa kwa nyuma. Kwa upande wa nyuma kule. Ile ni kona gani? Kuna ile itakuwa kuna kona inaitwa itakuwa Sham. Ina gold yenyewe. Shamiaini. Hiyo kona sababu hii kusini, hii inakuwa iko karibu na nguzo ya kaskazini. Nguzo ya ile kaskazini. Naam. Ndio. Lakini ianze pale sio? Ianze pale, hiyo makosa hii. Tawafu inaanza kwenye Hajarul Aswad. Ndio ile unaona kulipoweka kule kwenye muhimu kuhusu Kaaba. Ile ya juu kabisa uanze na kuishia tawafu hapo, ile ndio sahihi sasa. Ile kule ndio. Yaani unaanzia hapa sio pale. Unaanzia kwenye hii Hajarul Aswad. Unakuanzia hapo. Kwa ukizunguka ukifika pale ushamaliza moja. Yaani shauti imeisha. Ukifika hapo shauti imekwisha. Na Ruknul Yaman ndio hii, ndio ukifika sehemu hiyo Rabbana atina fid dunya hasana. Sawa ndio salamu. Yaani alivyoweka kwamba inaanzia huku. Inaanza tawafu mzunguko, lakini ni makosa sahihi inaanzia hapa. Unaona Jafar? Inaanzia kwenye hii Hajarul Aswad hapa, hii namba 3. Unaona namba 3 hapa? Ndio inaanzia tawafu hapa. Kwa hiyo ukianza hapo kizunguko ukifika hapo mzunguko ushaisha. Afu ukifika tena mzunguko wa pili hivyo hivyo. Kwa hiyo Ruknul Sham tushaeleza nguzo ya kaskazini, Ruknul Iraq kaskazini mashariki mwa Kaaba tulitaja nyuma ile kule. Na pia mlango wa Kaaba huo hapo. Kwa upande wa mashariki. Upande wa mashariki. Afu Multazim tumeonyesha ile pale. Umeona sasa hapa inavyoonekana vizuri sasa. Sasa picha imechukuliwa kama ilivyo. Umeona Multazim hii hapa. Shaona kutasaumu. Jafar umeona Multazim. Hii Hajarul Aswad mlango wa Kaaba huo hapa. Hapa. Ndio sehemu ya dua hiyo. Hapo nimechukua picha kwa chini sasa. Hapo inaonyesha kabisa ile Kaaba. Hapo inakuwa inaonekana vizuri pale. Jiwe lile pale. Umeona sasa lile nani Jafar uko unauliza? Kwa maana dude ni kubwa. Hapa sio kuna dogo hapa. Au litazame lilivyo hapa juu. Sura nani yako ingii pa. Unaingia uso au hata umeona hapa sasa pia.
Wewe ukifika utakuwa tutaida kwamba msogea pale tizama utaliona. Unaingia kabisa uso unabusu mule. Kwa multazimu hii. Afu mwisho makamu Ibrahim. Lakini makamu Ibrahim inakuwa iko hivi. Isije lakini picha yake inakuwa ni ndefu. Yule yake inakuwa hapa kidogo unafaa lakini inakuwa kidogo. Kuna nyayo na Ibrahim alayhi salatu wasalam alipokuwa kanyaga kuinua nguzo za Al-Kaabatul Musharraf. Ndani ya hiyo sio wamejengea ndani. Sababu ungeacha vile watu wangekana wakaikata wakaichukua ile. Na wanafanya hivyo. Na ile nyayo haionekani nyayo zile. Yaani umezuiwa na hii kitu hiki. Nyayo ukitizama pale ndani unaiona nyayo ile pale. Mguu sasa wenyewe wamejengea juu. Mfano hata nani Safa na Marwa. Safa na Marwa ule vile kijilima kibaki athar Marwa kule ipo. Hapa kuiweka Marwa. Ile Marwa ule mlima wamejaribu kuwekea gundi ngumu sana. Sasa watu walikuwa yani unaona mtakwenda kuiona imekatwa kabisa. Unajua watu ilikuwaje? Yani wabidi wawekee gundi sasa. Sababu mtu anaamini kwamba anachukua ile anaona kama kuna hali. Kumbe hamna chochote. Ile Marwa ile. Na wakati fulani paka wanazuia. Anaomba usifike kule wameweka hivi. Imebaki ile athari. Sasa hii ingeachwa wazi hiyo. Hiyo ingekana ingekuwa ipo hapo. Ndio kachukua nyanya na Ibrahim akaichukua akawa yuko naye nyumbani kwake. Makamu nyuma yake hii, sehemu hii. Makamu hii kwenda huko. Unaitizama. Yani iwe mbele yako wewe kuswali. Na si lazima ukaribu hapa. Hii sio makamu mfano hii. Na kwenye picha ile pale makamu. Sasa maana yako usiswali huku. Uswali sehemu hii. Ukaswali huku au ukaswali huku. Swali huku. Yani hapa ilipo kwenda huko nyuma yake. Yani wewe hiyo mbele. Yani makamu hiyo mbele yako. Yani kisha kuswali popote katika msikiti. Kinije hapa ni makamu iko mbele. Mimi nimeitangulia au iko mbele yangu. Iko mbele yako na swali. Na huwa tuswali mbali. Hapa tulipo tunasogea kidogo nyuma kwa hapa. Tunaswali nyuma pale makamu Ibrahim nyuma yake. Tunaswali tunakuwa tunaitizama. Tunasoma rakaa mbili, ya kwanza suratul Kafirun na rakaa ya pili tunasoma suratu Al-Ikhlas. Ya kwanza unasoma suratul Kafirun. Ya kwanza? Unasoma Alhamdu na suratul Kafirun. Qul ya ayyu. Swala inafahamika, swala yote lazima usome Alhamdu, si ndio? Sasa utasoma Alhamdu suratul Fatiha. Rakaa ya pili nini sura inayofuata katika rakaa ya kwanza unasoma Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaa ya kwanza baada ya kusoma Alhamdu. Inaanza katika mpangilio wa msaafu Qul huwallahu iko mwisho. Bali katika mpangilio wa msaafu uliopangwa yani ile Qul huwallahu ni sura ya 112. Sura ya 100 na kwa katika ilivyokaa mpangilio wa msaafu inaanza kwanza Kafirun afu unakuja Qul huwallahu. Usianze Qul huwallahu afu unakuja Kafirun. Unaanza suratul Kafirun afu unakuja Qul huwallahu. Kwa rakaa ya kwanza Alhamdu na suratul Kafirun. Afu rakaa ya pili Alhamdu na suratul Ikhlas Qul huwallahu. Mpangilio wa swala ni uanze kufuatana na mtiririko hivyo. Ndio vizuri. Na hii umeuliza swali zuri mama. Wakati unaswali wewe mama, mkiwa mnaswali usianza mwanzo. Yaani usije kama unaswali mfano raka ya kwanza umesoma amma. Raka ya kwanza umesoma amma kidogo tu, amma yatasalu. Alafu raka ya pili unaenda kusoma suratul Baqara. Unaenda kinyume. Umeanza mwisho alafu unaenda mwanzo. Utakuwa unaanza mwanzo ile sura uliyosoma, sura unayotokaisoma hiyo baada ya hiyo sura hiyo. Yaani usitambuke kama mbele yake. Yaani urudi chini huko, urudi mwanzo, uende mwisho. Ndio mpangilio msaafu kwa hivyo. Sura ya kwanza katika msaafu ni Alhamdu. Suratu Al-Fatiha ndio sura ya kwanza. Ya pili Baqara. Ya tatu Ali-Imran. Sura ya 4 Suratul Nisa. Sura ya 5 Maida. Suratul Maida. Ya 6 naona hamjazipanga vizuri. Ningeenda hata walau mpaka 10 kidogo. Tuishie 6 Suratul An'am. Sura moja nzuri sana. Mimi naipenda sura hili ya An'am. Sura ile mashallah nzuri. Ina aya 165. Ni sura moja tamu, ukisoma
na vizuri kujua maana tafsiri yake. Yani unajua unakaa unastarehe. Suratul An'am. Allah kazungumza sana mambo ya tauhid. Kana ni washirikina hivyo. Suratul An'am. Sura ina aya 165. Kwa hiyo sura ya mwisho ni Suratun Nas. Sura 114. Hafu Qul a'udhu bi falaq ni sura 113. Hafu Ikhlas Qul Huwallahu ni sura 112. Kwa sababu ni juzuama wepesi ule. Sababu juzuama ni juzuu 30. Ni juzuu ya mwisho katika mpangilio wa msahafu. Kwa sababu ule wepesi kuanza katika usomaji, ni katika neno usomaji. Qur'ani ukianza kusoma Qur'ani, ukianza kufundishwa usianze kufundishwa Bakara. Yani wewe utakuja kusumbua sana sababu kule zile sura ni ndefu. Unakuta aya moja ikachukua mfano kama Bakara kuna aya moja ndefu. Inaitwa aya ya deni. Inachukua peji nzima. Juzu zote zile juzu ndefu ndefu zile. Kuanzia juzu ya kwanza, yani juzu ya kwanza mpaka juzu ya 10 zile juzu zimeshiba. Sasa wewe unaanzia juzu ya 30 ndio hiyo Nabai. Alafu unakuja juzu ya 29 Tabarak. Alafu unakuja juzu ya 28 Qad Samia. Alafu unakuja juzu ya 27 qala fama khatbukum wadhariyat. Alafu 26 Ahqaf. Sura tu. Kwa hiyo unavyokwenda kidogo kidogo unainukia kidogo unakwenda unainuka unaweza kukutana na zile ndefu katikati afu unakuja zile ndefu. Tukishamaliza Tabaraka hapa tunarudi tu tena huko na swati. Ama tunakwenda tunageuza msahafu. Kwa hapo inakuwa bado mtu hajanyi vizuri. Walau akisogea juzu 10. Suratul Qasas. Suratul Qasas. Juzu 10. Ukipiga 10 zile za huku kuanzia Nabai mpaka kule. Akisogea upande wa huko anaweza kusoma. Kina sio juzu ya kwanza 30 na 29. Akisogea zitamsumbua. Kwa ukiswali zingatia hiyo. Usianze ya mwisho. Yaani usianze mwanzo alafu unakuja unasoma sura ambayo ile iko mbele. Usome hivyo. Kama umeanza sura ya kwamba hii hapa kutoka hii chini yake iko na hii. So nenda kwa mtiririko huo. Unaweza kusoma kati pia Simba. Unaweza kuanzia pia katikati. Ukaanza mathalan kwenye Yusuf huku kwenye juzu ya 12. Yusuf Yunus hapa. Ndio katikati. Katikati maana katika 15. Kwenye Kafi. Naam. Suratul Kafi sura ya 10 Kafi ni sura ya 18. Katikati ni nani? Katikati kwa maana ya juzuu. Usiende kwa maana ya juzuu. Na kwa maana kuzigawa sura. Kwa hiyo ukianza tumeelewana jamani kwa hiyo usinani kwa utaratibu huu. Tunatoa ndio. Basi michigawa katikati huko na huko. Naam. Jazakallahu khair. Tunamalizia sasa nani? Ya kidogo hii tushaeleza yale makosa katika hii tawafu. Nataja manne tu makosa ya tawafu ambapo ni wajibu kujiepusha nayo. Katika kosa kuzunguka kuna kitu kinaitwa Hijrul Ismail. Mtu anazunguka tawafu hii. Toka kuzunguka sahihi, kuna zunguka hii ukipita hapa hakuna shida hii. Lakini ukizunguka tawafu mfano unazunguka hivi. Sasa wengi wanaweza kukosea japokuwa wanafunga lakini wanataja pia katika makosa. Anaingilia hapa, alafu anatokea kwa huko anapita hivi. Hii ni makosa. Na ukizunguka na hii iwe ndani, yani unazunguka na hii unaizunguka. Utakuja kuiona Hijrul Ismail. Sawa sawa katika makosa. Hapo hii ukizunguka hapa, toka kugusa hapo. Inabidi afanye nini sasa? Wapi? Toka kugusa. Kugusa al-Kaaba. Ndio mzunguko umeanza hapa. Bismillah Allahu Akbar. Anakwenda. Kwenda anakuja huko. Anakuja huko ngine anazunguka huko. Anazunguka anakwenda namna hii. Anakwenda. Hii iwe ndani. Asije akapita hapa. Sababu ukipita basi mzunguko unakuwa ni mfupi na hii inaharibu. Yaani mtu akipita hapa hii mzunguko wake unakuwa hujakamilika. Tawafu yake inakuwa haijakamilika. Na pia vile vile ili kosa la kwanza katika makosa ni kule kutaka kusukuma watu sana kwa ajili ya kubusu jiwe jeusi. Kwa ajili ya kubusu jiwe jeusi. Hii pia ni makosa. Kuna watu wako na inawezekana ukajisababishia matatizo hata wewe mwenyewe.
wala utowaweza wale watu sababu Mtume pia alayhi salatu wasalam alimwambia Umar bin Khattab kwamba wewe ni mtu una nguvu, ukienda pale usisukume watu, yani usitake kusukuma watu ambao ni jambo la haramu, alifai kubusu. Hii ni sunna, kubusu jiwe. Yani wewe unafanya haramu unakwenda kufanya sunna, wewe itakuwa ni tatizo na kwa sababu hii sio wajibu kubusu hapa. Kwa maana kama nani unaashiria watu wanasifu kama mimi nilibusu makosa, unafanya haramu, makosa. Hii katika makosa kusukuma watu, kusukuma watu hii makosa. Na pia muhimu kuzingatia hii mizunguko, idhibiti vizuri idadi, usichanganye changanye. Katika makosa pia wanafanya watu na ukiwa eneo hilo na kuzungumza, lakini sababu haina haja kuzungumza hapo. Utazungumza tena kitu gani tena? Ndipo kuzungumza inafanya. Hii ni swala, unajua hii kutufu ni kama vile kuswali. Yani natolea mfano mathalan imam wa chao ya mimbar ya Ijumaa pale kukaa kile kitako inaruhusiwa kuongea, na pia hapa inaruhusiwa pia kuongea. Kijitahidi usiongee mambo ya shari, ongea mambo ya kheri. Inaruhusiwa kuongea. Na ya mwisho sasa ni kuanza na kumaliza. Yani kuanza, mtu anaanza kufanya tawafu au kumaliza, aanzi katika Hajarul Aswad wala amalizia hapo, hilo ni kosa pia. Mtu anataka akisema mimi nitaanzia tu huku, anaanza na kujua yeye kosa lile na ikamiliki. Au pia kumaliza atakuwa uanzie hapo na unamalizia hapo, yani ile shautu mzunguko unaanzia hapo na mzunguko unaishia hapo. Sasa kama wingi wa watu ule wewe huwezi kufika hapo, au si lazima ukafika, unaiona tu, unakuwa unaiona na kuna alama umeweka kwa juu, nitaonyesha maana alama ya kijani ile ndio pale ndio mzunguko. Huwezi kuna nini, yani mtu akitaka kusukuma watu amekusudia kusukuma watu. Mtu akusudia kusukuma watu, akusudia kusukuma watu. Lakini unaiona bana, umeona pale mlango wa Kaaba ule pale, jamani, Hajarul Aswad ile, umeona ile, unaiona tu. Kwa hapa ndo tumeshamaliza mzunguko wa kwanza, tunakwenda mzunguko ukikubwa, kudhibiti hizi idadi ya hii mizunguko. Na usio na shaka katika nia pia. Badilika nia kweli ya nani ya umra. Kana shaka. Bwana vipi? Vipi hapo? Wako kuna wengine wanajua kwamba kuna nia ya kufanya hii tawafu. Na hii haina nia. Ushaweka nia ile ya kufanya ibada ya umra. Mbona kama ni umra tunafanya, ukifika hapo tunaanza. Ushaweka nia. Wallahu a'lam. Kwa hiyo ni ufupi wa hii al-Kaaba na katika maeneo yake, na hiyo kutaoneshana kule bali makamu ndo hii. Na Hajarul Aswad hii Ruknul Yamani ya Iraq al-Sham. Wallahu a'lam. Naam, shukrani sana Sheikh. Naamini tunaendelea kupata vitu sawa. Sasa kwa sasa tukafanya zoezi ambalo litatuchangamsha kidogo. Zoezi la sa'i. Ndio. Safa na Marwa tutatumia hapo nje. Kwa hiyo tutatoka hapa nje ili tuweze kuona hiyo kitu. Tutaanza wakina baba, tutoke hapa nje. Utakuja kutupa mwongozo sasa? Inshallah. Naam.